Naitwa John Damian, mimi ni mratibu wa jukwaa la wanawake wa ushirika kutoka shirikisho la vyama vya ushirika Tanzania TFC. Kupitia ushirika huu tumeanzisha jukwaa la wanawake wa ushirika Tanzania. Katika jukwaa hili la wanawake tumechukua wanawake kupitia vyama vya msingi, vyama vikuu, SACCOS na miradi ya pamoja. Tumeona tufanye hivyo kwa sababu tumeona kuna mfumo dume unaoendelea kwa wanawake wanaogopa kugombea nafasi za uongozi. Fursa zinakuwa kwa wanaume pekee, lakini sisi kama shirikisho la vyama vya ushirika tumeona tuwajengee uwezo. Na mrajisi wetu mkuu Dr. Benson Diege aliagiza katika robot moja ya 3 lazima mwanamke apewe uongozi kwenye vyama vya ushirika. Na sisi tunahamasisha kama shirikisho kuhakikisha kila chama kinapata uongozi, mwanamke lazima awepo kwenye kugombea hizo nafasi. Tumekuwa tukiwajengea uwezo. Kwa mfano, mtaona vizuri, wakina mama wanakuwa ni mfano mzuri wa palizi shambani. Wakina mama wanakuwa mfano mzuri wa kuokota korosho ambazo zinadondoka wakati wa msimu wa kuvuna ule wa korosho. Wakina mama wanakuwa ni mfano mzuri katika kakao. Wakina mama wanakuwa ni mfano mzuri mstari wa mbele kwenda shambani katika ufuta. Lakini tukija kwenye uongozi kina mama wale wanabaki nyuma. Kina mama kule hawaonekani kabisa. Wao wanaonekana kama ni wafanyaji kazi tu. Hapana. Tunawajengea uwezo kupitia AMCOS, Union, na miradi ya pamoja. Kwa hiyo katika platform ambayo tumeitengeneza sisi kama shirikisho la vyama vya ushirika, kwanza ni kuwapa semina. Kuwapa semina ya kuwajengea uwezo, wajiamini katika fursa mbalimbali ambazo zinajitokeza. Kama ana sifa ya kuwa kiongozi, agombee. Mrajisi warajisi wasaidizi wa mikoa watasimamia lile zoezi kuhakikisha katika hizo nafasi anawepo mwanamke. Kwa hiyo sisi kama shirikisho la vyama vya ushirika tunaahidi na tuko pamoja katika kusimamia wanawake wa ushirika wanaamka sasa, tuko pamoja nao. Jukwaa hili tulilizindua rasmi mwaka jana 2024 mkoani Tabora, ambapo yalikuwa yanafanyika maadhimisho ya siku ya ushirika duniani yanaitwa SUDI. Hii inawakutanisha wakulima wote na wawekezaji katika maadhimisho hayo. Na mwaka jana mgeni rasmi aliyozindua jukwaa letu la wanawake wa ushirika alikuwa ni Mheshimiwa Miriam Ditopile wa Mzuzuri. Ndio alituzindulia jukwaa letu la kwanza la wanawake wa ushirika Tanzania. Sasa basi, kabla hatujaenda tena kwenye maadhimisho ya pili ambayo yanafanyika mkoani Dodoma mwaka huu mwezi wa 7, tunatarajia mgeni rasmi atakuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Mama Samia. Kwa hiyo kabla ya kwenda pale sasa huku katika kanda tunatoa semina na tunawajengea uwezo wale viongozi ambao tumewachagua leo wa kanda. Leo tumepata mwenyekiti, tumepata katibu, tumepata mjumbe. Ni kupitia hizi kanda zote, Dar es Salaam, Pwani, Morogoro, Dodoma, wote tumechagua mmoja kwa kila kanda. Lakini hao ndio watakuwa mabalozi kwa wenzao chini huku kutufikishia mpaka kwenye ngazi zile za mwanachama mmoja. Tunapotoa mafunzo tutakuwa tunakutana na viongozi. Kwa hiyo tukifanya kwa Tanzania nzima itakuwa na viongozi kwenye vyama vya ushirika, ule uongozi wa kanda wanawake 130. Sasa ukishaangalia 130 tukakaa tukakutana, tukajengeana uwezo, tukawapa na fursa ambazo zipo katika ushirika. Wanawake wanatakiwa tuamke hivi, leo kuna uwekezaji UTT, tunatakiwa tukawekeze pesa zetu tuepuke mikopo ya kausha damu. Tuna benki yetu ya ushirika tuko nayo hapa, ambayo Mheshimiwa Rais anaenda kuizindua mwezi ujao tarehe 4 pale mkoani Dodoma. Kwa hiyo benki yetu ya ushirika pia ni fursa kwa wanawake, wataweza kuwekeza, wataweza kufungua akaunti pale, watapata mitaji ya riba nafuu. Na hilo tumeliomba kwamba benki iweze kuangalia ni namna gani itasaidia wanawake wa ushirika kwa riba, kwa mikopo ya riba nafuu.
Kwa hiyo kuna fursa ziko nyingi katika ushirika. Hatutaki mwanamke siku zote aganda, kwa sababu mwanamke yeye ndo kila kitu shambani. Yeye mwanamke anaenda kule atavuna, hajui ni kilo ngapi, baba atachukua, yeye ndo atapeleka kwenye katika mfumo wa stakabadhi ghalani. Hapana. Tunataka mwanamke pia na yeye awe ni chachu ya maendeleo ya ushirika katika hii nchi. Tunataka sasa tunasimama na wanawake wa ushirika. Wanawake akisimama, taifa limesimama. Kama alivyo rais wetu mheshimiwa mama yetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tunatamani na sisi tufike kwenye umoja huu. Siku tunachukua mahali tunasema bwana hawa ni wanawake wa ushirika. Na katika hili usisahau tutakuwa tuna seminar kuingia katika kongamano letu. Sasa tutakuwa tunasema siku moja kabla, alafu siku inayofuata sasa ndio tutakuwa tunakutana wote mikoa yote Tanzania. Sijui tutakuwa wangapi. Yaani Dodoma kwa kweli tutaenda kuijaza Dodoma. Kwa sababu ni wanawake wa ushirika Tanzania nzima. Tutakuwa mpaka. Na pili napenda kumshukuru sana Mheshimiwa Waziri wetu wa Kilimo Hussein Bashe katika mabadiliko makubwa sana katika sekta ya ushirika. Ukiangalia huko nyuma tulikuwa hatunaga mambo ya mifumo ya stakabadhi ya ghala. Kangomba walikuwa wanawanyonya sana wakulima. Sasa hivi watu wanatamba vifua mbele mfumo wa stakabadhi ya ghala linavyowanufaisha wakulima. Ukienda kwenye korosho, ukienda kwenye kakao, ukija huko kwenye ufuta, hapa Morogoro kwenyewe kuna kilo ya kakao ilikuwa inauzwa shilingi 2,700. Hiyo ninapokuambia ni mwaka 2021 au 20 ngapi. Lakini sasa hivi kilo inaenda mpaka shilingi 29,900. Mpaka sasa imekuwa lakini tumefikia kwenye 17,000 kwa kilo moja ya kakao. Yaani haya ni mabadiliko makubwa sana mheshimiwa aliyofanya katika sekta ya ushirika. Na pia tuna mfumo wa MOVE wa kusajili wakulima. Tunamshukuru sana Dr. Benson Ndiege ambaye ni mrajisi mkuu wa vyama vya ushirika. Kiukweli ushirika una mabadiliko makubwa. Tunajiendesha kidigitali, tunajiendesha kibiashara. Tumeona mabadiliko makubwa sana. Kwa hiyo sasa kila mwanachama sasa hivi anajiendesha kwa mfumo. Kila mwanachama sasa hivi anatakiwa kujisajili kwenye mfumo wa MOVE. Na hiyo ndo amekuwa akisimamia sana mrajisi wetu wa vyama vya ushirika. Anataka tujiendeshe kidigitali. Ushirika wa kidigitali ujiendeshe pia kibiashara. Kwa hiyo utaona mabadiliko makubwa sana kwenye sekta ya ushirika. Target ya uongozi ambao tumeuteua wa kanda, kwanza kabisa ni kuwafikia walioko katika wilaya zetu, mfano AMCOS. Kuna wakulima mmoja. Uongozi tuliowateua tunategemea mabadiliko makubwa sana kupitia AMCOS. Yaani wataenda huko chini sasa kwenye AMCOS, kwenye mkulima mmoja kuangalia wana tatizo gani hasa linalowakabili wanawake. Hao uongozi tuliowateua wao ndio watakuwa wakipaza sauti. Tutakutana, tutajadiliana kwa pamoja, tutaondoka na azimio, bwana tumeona changamoto hii katika mkoa fulani, katika wilaya fulani, katika wanawake wa chama fulani au katika chama fulani tatizo hili limegundulika. Kwa hiyo kupitia wanawake pia itakuwa wao pia watakuwa mabalozi wa kuendeleza habari nzuri za ushirika. Watu waache kuamini makangomba, sio wananunua kwa bei ndogo. Unakuta mazao yanauziwa shambani. Kwa mfano kama parachichi huko Njombe jinsi wanavyofanya. Kiukweli unakuta mkulima analima ile parachichi yake akitegemea kwa baadaye atakuja kupata bei nzuri. Lakini anaenda mtu ambaye tunaita kangomba anaenda kununua ile parachichi shambani. Akitokea mwanamke akaja kueleza hiyo changamoto, ameenda kule, ameona jinsi unyanyasaji huo unavyotokea, kwamba ile pia ni kutokuwa na elimu ya kutosha ya ushirika katika lile zao. Kwa mfano, kama ile zao la parachichi pia lingeingia kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala, nafikiri tungekuwa tunaielezea vizuri sana, yani sekta yetu ya ushirika kwenye upande wa matunda na mboga. Sababu hiyo iko upande mwingine wa kopra, mazao mchanganyiko.
Kwa pia tutaingia kule tuone changamoto ambazo zinawakabili wale wakulima wale wadogo wadogo, especially mwanamke pia awepo hapo, tujue tatizo gani linaendelea huko. Kwa nini parachichi yetu haiuziki direct kwenye masoko ya kimataifa? Kwa nini wanakuja Wakenya kununua kwetu sisi? Ni kwamba sisi hatujui kwenda kuitangaza nchi yetu kimataifa kuuza hiyo parachichi? Au kuna tatizo gani hapa katikati? Kwa hiyo pia tumeonelea ni vema tukawa tuna wanawake katika kila kanda ambao wataangalia hizo changamoto, ambao ndio watakuwa mabalozi kwa kusema katika mkoa huu ila hii kuna changamoto hii. Na kupitia wanawake ni jeshi kubwa, wanawake tunaweza. Si mnamuona mama yetu Mama Samia. Kuanzia mwaka jana ambao tumeanzisha jukwaa letu la wanawake, tumeona mwitikio mkubwa kwenye semina za kanda. Ni watu ambao hicho kitu kilikuwa hakijawahi kufanyika katika ushirika. Kwa hiyo tumeona mwitikio mkubwa na wanawake kwa kweli wamefurahia hili jambo. Na katika kutatua matatizo sasa ndo tunakutana na viongozi wa kanda. Ndio maana tunachagua viongozi wa kanda ili wao baadaye wasemelee kuna matatizo gani katika mkoa fulani, katika wilaya fulani. Waje watuambie katika huu mkoa bwana una changamoto 1 2 3. Ndio maana tunakuwa na uongozi wa kanda. Kwa hiyo shirikisho kama shirikisho haitaweza kutatua hili tatizo lenyewe bila kupitia uongozi wa kanda, ambao sasa hapo kutakuwa kuna mwenyekiti, kuna katibu, na kila mmoja atakuwa mmoja katika mikoa yake. Hao wote tulioteua so wako sehemu moja hapa Morogoro, hapana. Kuna kutoka Pwani, kuna wale kutoka Morogoro, kuna wale kutoka Dodoma, kuna wale kutoka Dar es Salaam. Kwa hiyo kama ukiangalia hii ni imetengeneza kanda. Kwa hiyo tutakaposema kanda fulani kuna changamoto, ndo tutajua sasa mkoa fulani, wilaya fulani. Katika yule mjumbe sasa ndo atatueleza sisi tutaweza kwenda kutatua ile changamoto. Sisi kama wanawake wa ushirika pia tunawahamasisha wenzetu wakajiandikishe kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Muhimu sana, yani kura yetu isije ikapotea bure. Sisi wanawake wa ushirika, kura yetu 5 tena kwa mama.